Ulaya, kwa sababu nilivyosema namfahamu Nchimbi. Kitu kimoja, Nchimbi sio chawa wa aina yoyote. Nchimbi alipokuwa kwenye chama hakuwa chawa na vijana wenzake, na ameendelea hivyo hivyo, na mmemwona matamko aliyokuwa akitoa ni yale alikuwa na abidi. Mkiona kuna wakati fulani nadhani viongozi wa Chadema walikamata, sijui kama Heche huko Mbeya kule, walikamatwa kule. Nchimbi akiwa katibu mkuu wa chama akasema waachieni tushindane kisiasa. Katika uchaguzi wa serikali za mitaa 2024, unajua Nchimbi alitoka akatamka kwamba nimekwenda kumwona mwenyekiti wangu ambaye pia ndiye rais, kwamba haya madogo yanayofanya yaachwe tushindane kisiasa. Ni misimamo walikuwa naitoa tofauti ya uongozi, na mmekuwa mkimwona anatoa matamshi, anasema kama mwana CCM akifanya jambo la ovyo mimi nakemea. Hakuna cha kusema kwamba huyu sisi mawafanya ukaa kimya. Na nilikuwa na taarifa wenzangu hawa tulipokuwa kwenye ofisi ya mwenyekiti. Kwa hiyo ilipotokea lile kwamba anapelekwa kwenye kamati ya maadili, hiyo jenerali akaniuliza swali juu ya hilo. Nilisema wa kwanza utaratibu ule wala mzuri, lakini nikapita hiyo. Sasa nilipoona kwenye mtandao kuna barua ya Nchimbi, alikuwa maana mimi sio mwana mtandao, vijana wangu ndio huwa wananiletea haya. Kwa hiyo binti yangu akaja anasema, mzee, baba, Nchimbi ameandika barua ya kuresign. Akanionyesha kwenye simu yake, nikamwambia hizi ni pranks za watu hawa vijana wanaoandika, mimi sio kweli. Tena mwingine akaja, mpaka mwingine akasema nimecheki huko ni kweli. Basi mimi nikapigia simu Nchimbi, akapokea, akamwambia nimekupigia, kuna barua ina trend kwenye mtandao, mimi kipenda uniambie ni kweli umeandika barua ya kuresign. Akasema ni kweli mzee. Azungumza, akasema rais reaction yake ni, akasema bado. Akasema basi tutazungumza kwa urefu zaidi jijue kwa nini una resign. Basi siku ya pili nikasikia halmashauri kuu inakutana. Nikapigia simu, haikupokelewa. Basi nikaashumu kwa kuwa bado ni makamu, bado labda iko kwenye halmashauri kuu. Jioni kapata tangazo kwamba kutakuwa na press conference ya CCM saa 3 usiku. Nikapigia simu, haikupokelewa. Nikapiga ujumbe, haukujibiwa. Kwa kawaida serikali yetu alikuwa na respond mapema tu. Then nikaona yaliyosema kwenye press conference. Nikasema, kajaribu tena kupiga simu, haipokelewi. Then asubuhi nikaona
wanasema amenyang'anywa simu zake. Sasa mimi ikanishangaza kidogo, bado nimekuwa kwenye chama, nachukua hatua za nidhamu, lakini baada ya hapo mtu ni huru. Sasa mimi waliponiambia kwamba wamesema sijui yuko kizuizini ama nini, bado sijaamini kwa sababu sioni msingi wake. Lakini moja ndio ya matatizo tuliyonayo. Ukiangalia ahadi zetu wana CCM, moja inasema nitasema kweli daima, fitina iko kwenye ahadi zetu. Lakini siku hizi ukisema ukweli umeanzisha fitina, unaweza hata kususiwa. Kwa hiyo naona tatizo hilo, kwa sababu CCM ni mwaka jana imetia katiba katika ilani yake, na baadaye sasa Nchimbi alipokutana, nani wa harakati wako hapa aliokutana nani? Alipokutana nao akawahamasisha tupate katiba mapema. Katika tuhuma ambazo inasemekana amepewa ni kusema hivi, na hiyo ndio inanipa wasiwasi. Kweli tuna utashi wa siasa ama tunatia tuendelee hivi, isahau tutafika 2030 hatuna katiba mpya inayotumika, na hali ninavyoiona inaweza kuwa kuna mlipuko. Muungano na maadili haya manne tukiyachukua, labda na mgombea binafsi, kwa hiyo iko kwenye katiba inayopendekezwa, lakini imetiwa masharti ajabu. Hayo tuyafanyie kazi, na tuyafanyie kazi kama kweli tuna utashi wa kisiasa, tuyakamilishe mwaka ujao. Tukiyakamilisha hayo, then tunaweza kuwa na matumaini kwamba uchaguzi unao wa mwaka 30 utakuwa haki kuliko ilivyokuwa. La sivyo tutaendelea na utaratibu wa kuengua, utaratibu wa kurabubu. Unapata matokeo percentage ambayo mtu mwenye akili katika nchi hii hawezi kuifikiria kwamba inaweza kutokea, na hiyo italeta mgongano, na tunaweza kipindi mwaka jana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.